Nataka nizungumze na mtu nguvu ya maono. Maono ni kitu ambacho kimeumbika ndani ya mtu. Unaweza kawa na macho kubwa ama ndogo, lakini hauna maono. Loti alipoona muji wa Sodoma kwa mbali, kwa sababu ilikuwa nzuri na ilikuwa katika bonde tambarare, Loti alikuwa amejua ya kwamba anaenda kufaulu maisha, na akaanza fanya makelele na mtu ambaye alikuwa naye. Hakujua ya kwamba Ibrahimu ni mtu wa ahadi ambaye ana maagano na Mungu. Wakati ule ambapo Loti alianza, na kila siku ilikuwa ni mashitaka kuzungumza. Mtu yote ambaye akitaka kuachana na wewe hakosake mambo ambayo ni ya vituko ya kuonesha ya kwamba anataka muachane. Mara utampigia simu hatataka kushika, mara atakwambia ako busy, hataki tena muonane, mara unasikia iko naongea mabaya yako nje. Hiyo ni makelele ambayo Loti alikuwa nayo. Lakini Ibrahimu, mtu wa ahadi, mtu wa maono, mtu ambaye alikuwa ameelewa vitu vya kiroho, alimwambia Loti tu waziwazi ya kwamba tutengane, wewe ni ndugu, na ukienda kuume mimi niende kushoto. Loti alikuwa amechagua sana mji wa Sodoma, ndio ilikuwa nzuri sana. Lakini Ibrahimu alienda kwa mji wa milima ambao unaitwa Kanaani. Kanaani ni mji wa ahadi ambao kuna maziwa na asali, ambao hauwezi kuyaona na macho, lakini ni vitu ambavyo vinaonekana kwa maono ya ndani. Nataka nikuzungumze tu kitu ya kukuambia, uamuzi ulio nao kwa macho yako unaweza ukaacha destiny ya Mungu ama destiny yako ukaenda kwa kuangalia, ukaenda kwa kuangalia. Watu ambao wana maneno mengi unaweza kuwafuata kwa maneno yao, lakini kuna wale ambao hawaongei, chini tu, na wanaweza fanya vitu vikubwa kuliko wale. Sio kila mtu ambaye anaonesha kifua mkubwa inamaanisha ya kwamba hako na kifua. Ni kwa sababu ameacha shati wazi. Lakini kuna wengine wako na kifua mkubwa lakini wanaificha. Nikaelewa siri ya Mungu haiko katika maneno, siri ya Mungu iko katika maagano ya Mungu. Nilikuwa nimeomba Mungu aondoe maadui. Nikakuja kushangaa na rafiki yangu wa karibu naye akaondoka. Loti akaondoka, lakini kuna siku ambao Ibrahimu atafanya maombi ya kwenda kumkomboa Loti. Sodoma na Gomora itakuwa imeangamia na Loti atakuwa ndani. Mke atageuka nguzo ya chumvi, kumbe ni mke wa Loti. Na historia zote za mwisho za Loti, akalewa pombe, akazini na watoto wake. Macho ndio ilikuwa imemsababisha aingie katika hii. Fanya angalisho kwa uamuzi wa macho yako. Usiamue kwa kutazama. Barikiwa sana. Amen.